Fiona Wanjiku Kabita alipandikizwa figo mbili akiwa mtoto wa miaka 6 na hadi sasa anahitaji figo ya 3 angalau kumpa fursa ya kuendelea na shughuli zake za kawaida. Kwa binti huyo mwenye umri wa miaka 21, maisha yake yamekwama baada ya kukaa nchini India kwa muda kutafuta matibabu. Hata hivyo, changamoto za kifedha zilimlazimu kurejea nyumbani na kukatiza matibabu yaliyohitaji shilingi milioni 8 kwa kukosa kufanikiwa kwa bima ya afya ya umma humu nchini. Mwanahabari wetu Emily Chebet anaangazia taarifa hiyo kwa kina. Mwaka wa 2011 akiwa na miaka 7, Fiona Wanjiku Kabita alikuwa miongoni mwa watoto wachanga zaidi kufanyiwa upandikizaji figo, akipokea figo kutoka kwa babake. Kwa miaka ya awali, Fiona aliishi na utoto wa kawaida, lakini mwaka 2018 figo iliyopandikizwa ilianza matatizo na kumlazimu kurudi hospitalini akipewa figo ya pili na jamaa yake mwingine. Figo hii ikimfaa tu kwa miaka 2. She suffers a very serious condition called highly sensitized, also undergoing chemocycles to quieten the fires in her antibodies are like this in her body. Fiona na babake wamekuwa India kuanzia mwaka 2022, nduguye akisalia nchini chini ya familia yao baada ya mama yao kufariki mwaka 2019. March of 2022 until December 2022, everything was a died affair and it was operating smoothly. But then coming to 2023, there was the official announcement that Endo Affair is being collapsed into the universal health care. Gharama ya matibabu, chakula pamoja na mahala pa kuishi ikisalia changamoto kubwa kwao. It has been nothing less than 150,000 per month to sometimes 200 when there are infections or emergencies. Kurejea kwao mwanzoni mwa mwezi huu wa Disemba sio kwa sababu wamepona, bali ni ukosefu wa namna nchini humo. Wanasema bima mpya ya SHA haijaanza kufanya kazi nje ya nchi. For these chronic illnesses, surely for goodness sake, please, dear government of Kenya, our leadership, let the girl be treated and pleading so that her life can get back to normal. To the Kenyan government, please, me and my dad tumelia sana in India. Just notice us, President William Ruto, even to the Kenyan influencers, you know, just the most high ups in Kenya. We're just pleading. Hata kama mtatusaidia na SHA ama any money that can come through, I need my transplant and live with my life. Kulingana na sheria za hivi punde za SHA, mtu mwenye miaka 21 hawezi tena kufaidika na bima ya afya ya mzazi. Changamoto nyingine ni kuwa SHA kwa sasa inalipia upandikizaji ya watoto pekee. Emily Chebet, Runinga ya Citizen.